Mimi naitwa Joseph Anania Tadayo, mimi ni mbunge wa jimbo la Mwanga. Leo nimekuja hapa kuungana na wananchi wa Mwanga, lakini wengi wao wakiwa ni wa dhehebu la Kiluteri, katika siku ambayo walikuwa wamepanga kumpokea na kumfahamu askofu mteule ambaye amechaguliwa miezi michache iliyopita kwa ajili ya dayosisi ya Mwanga kufuatia kifo cha aliyekuwa askofu wa dayosisi ile, Baba Askofu Chediel Sendoro. Kwa hiyo nilikuja kusikiliza Baba Askofu akijitambulisha kwa wananchi wangu wa Mwanga, lakini nimevutiwa sana na maono ya Baba Askofu katika kuendesha dayosisi ya Mwanga. Amekuwa na maono ambayo hayagusi kanisa peke yake, ila amegusa jamii, ndio maana na mimi akanipa interest kubwa sana ya kuwepo hapa. Amezindua leo mradi ambao anauita Adopt a Tree, ambapo anawahimiza wananchi wote wa Mwanga na walioko na ambao sio wa Mwanga pamoja na mashirika na taasisi mbalimbali kuasili au kuadopt kwa lugha ya Kiingereza mti mmoja. Lengo lake ni kwamba ndani ya kipindi fulani miti milioni moja iweze kupandwa katika wilaya ya Mwanga. Naitwa Daniel Henry Mono, ni askofu mteule wa KKKT Dayosisi ya Mwanga. Nimefika hapa Dar es Salaam leo tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka wa 2025 kwa ajili ya kukutana na washarika wa KKKT Dayosisi ya Mwanga wanaoishi maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam na maeneo jirani. Mkutano wetu umekuwa wa baraka sana, na lengo la ujio wangu ni kufahamiana nao hawa ambao tunawaita wacharo, lakini pia kuwashirikisha kazi mbalimbali zinazoendelea pale katika diocese. Kwa hiyo tumeshirikishana kwamba tutaendeleza mpango mkakati wa diocese ambao una vipaumbele vitano, ambao ulianza 2022 na unakwenda kukamilika 2026. Miongoni mwa malengo ni kipaumbele cha kwanza ni Injili, makuzi endelevu ya kanisa, lakini pia kuna mambo ya kukuza uchumi wa kanisa kama kipaumbele cha pili, lakini pia kuna masuala ya huduma za jamii kama kipaumbele cha tatu, lakini pia kuna masuala ya haki jamii na mazingira pamoja na huduma za jamii. Sasa leo tumekuwa na mkazo mkubwa katika kipaumbele chetu cha 5 ambacho kinahusu haki, hasa haki ya mazingira. Katika kuelekea kuadhimisha kilele cha Jubilee ya miaka ya 125 tangu Injili ilipoanza katika milima ya Upare kule Sigatini, na miaka 9 ya kuzaliwa kwa Dayosisi ya Mwanga, tunakusudia kwamba turejeshe uoto wa asili katika milima ile ya Upare, hasa ndani ya Dayosisi ya Mwanga. Tumekusudia pamoja na kuadhimisha Injili miaka 125 tuwe na kampeni ya upandaji miti, na kampeni hii tunaita Adopt a Tree. Katika kampeni hiyo tunataka kupanda miti milioni 1. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.